Kwanza tumshukuru Mungu, mechi yetu imemalizika salama na timu yetu kwenye dakika 45 hizi. Mimi nasema hizi ni 45 za kwanza, 45 za pili tunakwenda kuzimalizia Mwanza. Kwa hizi 45 za kwanza tumepata matokeo, tumepata alama 3, lakini mtaji wetu haukuwa mkubwa sana, tumepata magoli 2. Kwa hiyo nawapongeza vijana kwa namna walivyopambana. Mechi ilikuwa ngumu, ukiangalia hawa Kopko ni timu ambayo ina wachezaji wengi experience, wametoka kucheza ligi ya daraja la juu kidogo, Kajuna na vijana wadogo ambao wanapanda. Kwa hiyo wamejitahidi, wamepambana, wamepata goli 2. Kwa hiyo anatarajia tena kwenda kupambana Mwanza kesho kutwa hiyo. Tuko nyuma yao, tunaamini watafanya vizuri na wataibuka washindi. Cha kwanza ni kukaa nao, wasahau hichi kilichotokea leo na wakisahau kwa mazuri, kwa sababu hatukupoteza mchezo. Tumepata matokeo mazuri, tumecheza na timu kubwa. Kwa sisi kama FOI kesho tutajitahidi, tukae na vijana, tuwapongeze kwa hicho walichokifanya, lakini tuwaelekeze bado wana jukumu la kwenda kumalizia dakika 45 zingine kwenye jiji la Mwanza. Kwa hiyo kikubwa ni kusahau yaliyopita, tuangalie ndio tunakwenda kucheza finali sasa. Si ndio kwani mashujaa ya mkoa wa Kigoma walikuwepo, Kasulu United walikuwa Kanembwa. Hawa wamecheza playoff kwa sababu hawakubahatika kuongoza kituo kule. Lakini mwaka juzi tulikuwa tuna timu ya Kasulu United, walikwenda kituo cha Kahama na walikuwa washindi wa kwanza. Wakaenda kwenye finali Kilimanjaro, wakawa wa kwanza. Kwa hawakucheza playoff kwa sababu waliweza kuvuka malengo. Sasa hawa hawakupata nafasi ya kuwa washindi wa kwanza au wa pili. Ndio maana kwa nafasi yao walioipata ya kuwa mshindi wa 3 wameweza kuja kucheza playoff. Kwa ndio maana unaona labda ndio timu ya kwanza, kwa sababu hizi zingine hazikupitia kwenye mkondo zenyewe, zilifanya vizuri zaidi. Unaionaje ramani? Unaiona wapi Kigoma kwenye soka miaka karibuni? Kigoma tuko vizuri. Unajua kuna watu wengi wanaamini kufanya vizuri kwa mkoa ni kuwa na timu ya Premier League. Kama hoja ni hiyo, tunayo timu ya Premier League. Na ndio unaona bado tuna juhudi za kuhakikisha tunakuwa na timu ya First League, kwa maana daraja la pili tulivyozoea kuita, ambao ndio timu ya Kajuna. Lakini in general tuko vizuri, tuna timu kama hivyo hizo nimezokutajia, bado tuna ligi bora kabisa. Tunatarajia mwezi wa 8 ligi yetu ya mkoa itaanza. Bado kuna timu zingine zitakuja kucheza kama anavyocheza Kajuna sasa hivi. Kwa hiyo tuko vizuri sana. Hata kwenye sekta ya uamuzi tuna waamuzi wazuri. Tunafanya kozi za waamuzi, tunafanya kozi za walimu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Na hili alikuja bahati mbaya. Lipi? Haya mafanikio ambayo unayazungumzia. Hakuja bahati mbaya, tumewekeza. Unajua kuna kipindi tulikuwa tunashutumiwa kama hatuna tunachokifanya. Lakini sisi tulikuwa bado tumejikita kwenye kuwekeza, kwa sababu mchezo wa mpira unahusisha department nyingi. Kuna waamuzi, kuna makocha, kuna wachezaji. Sasa ili wachezaji performance yao ionekane ni kucheza ligi bora, kucheza mashindano mengi, na kama unavyoona Kigoma tuna mashindano mengi sasa hivi. Ligi zetu zinakuwa zina mvuto. Angalia mashindano kama hivi haya, watu wanaingia viwanjani, wanajaa. Hii ni kazi ambayo tumeifanya sisi kama chama kwa kushirikiana na serikali na wadau wa mkoa wa Kigoma, na ninyi wanahabari hamjatuacha mbali. Mara nyingi mmekuwa mkitushauri na sisi tunashaurika, mmetukosoa na sisi tunakubali kukosoleka. Kwa Kigoma imekaa kwenye ramani nzuri ya soka. Changamoto kwenye mpira huwa hazikosekani. Moja ya changamoto ni kama hivi leo umeona mashabiki walikuwa wanataka timu ishinde goli 20. Hiyo ni changamoto. Timu ikipata goli 2 watu hawaridhiki. Hiyo ni changamoto. Lakini changamoto kubwa ambayo sisi tunaiona bado ni wawekezaji hawajaamua kusogea kuwekeza kwenye soka. Bado watu wa Kigoma bado wana sita kwenye uwekezaji kwenye michezo. Kwa hiyo niwaombe kwamba wawekeze, hawatajuta, kwa sababu maisha yenyewe haya kwa muda mwingi sana yanahitaji furaha. Na furaha, kuipata furaha ni jambo jingine. Unapokuwa umeandaa timu, uwanja unajaa kama hivi, unaingia wanajua bana mkurugenzi ndio fulani, hata wewe unaenjoy. Kwa hiyo mimi changamoto ninazoziona ni hizo ambazo huwa zikosekani sehemu yote. Leo akija rais wa FIFA Gianni Infantino akishuka pale Mnazi Mmoja Dar es Salaam, alafu akusanye watu awaambie bana, hebu naomba niwaulizeni swali. Hivi TFF inafaa au haifai? Unafikiri atapata jibu gani? Ataambiwa hafai. Tena huyo atasema hafai, wala mpirani haendagi.
Kwa leo hata kama TFF wakija hapo wakisema jamani hivi KFA inafaa, wataambia tu haifai. Kwa sababu gani? Akambia timu inashinda goli 2 kama vile si labda ndio tulipaswa kuja kucheza. Kwa changamoto za kimpira zipo, ni maisha, na sisi huwa tuzikwepi, huwa tunazipokea, tunazigeuza kama fursa. Wito wako ni upi? Kwanza nikwambia hakuna masharti yoyote. Wewe ukiamua kuwa na klabu, kwa mfano huyo Khalid Kajuna. Sio timu inaitwa Kajuna, ni timu yake. Huyu ni mfanyabiashara. Ameona hana sehemu ya kuwekeza zaidi anayoipenda kwenye sports. Kawekeza kwenye mpira. Hakuna masharti yoyote, haulipi kodi. Eti kwamba ukiwa na timu unalipa kodi, hapana. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha umeandaa timu. Timu ile inatambulika kiserikali kwa maana inakuwa ina usajili wa kudumu. Ukishamaliza hapo, kama unajimudu, unakuwa na kiwanja chako cha mazoezi. Unatafuta mwalimu, unatafuta wachezaji, mnakuwa na timu. Kwa hakuna changamoto yoyote eti labda inaweza ikawarudisha nyuma wawekezaji. Bado ni hofu tu, wanaogopa vivuli vyao, na sisi tunatoa mashaka kwamba wasiokopi. Sisi wote tumepita kwenye changamoto. Mimi kabla sijawa kiongozi wa FA, baada ya kuacha kucheza mpira nimekuwa mfadhili. Kuna timu moja kama unaisikia ilikuwa inaitwa National. Baadaye ikaja kuwa tukajoin na Mbanga. Mimi nimekuwa mfadhili wa ile timu almost miaka takriban 5. Kwa kisa ikienda Sumbawanga, ikienda Shinyanga, ikienda Arusha. Mimi ndio nilikuwa najua waende vipi, watafikia wapi, watakula nini, watarudi vipi. Hakuna kikwazo ambacho nilichokutana nacho. Nilipoona nimekuwa na masozi hazitoshi tena kuwa mfadhili, nikabwaga manyanga, tukawapa watu wengine, ndio leo sisi tuko tunaongoza FA. Kwa maana tuna experience na mambo hayo. Ndio maana nasema kwamba hakuna masharti yoyote. Kuna FA za aina 3. Kuna TFF, sawa, ambao ni shirikisho. Halafu kuna FA za mikoa na FA za wilaya. Wanaopaswa kwenda kufanya kliniki mitaani ni FA za wilaya. Sisi kama mkoa tunachukua timu kutoka kwenye kila wilaya. Sisi ndio tunakuja kuchezesha ligi yetu, inaitwa ligi ya mkoa. Kwa hiyo watu wanapaswa kufanya kliniki ni hawa watu wa wilaya. Ila sisi mkoa kama tunakuwa tuna fandi ambayo inatuwezesha, huwa tunafanya kliniki. Kwa mfano ilikuwa mwezi wa 9 mwaka jana. Tumefanya kliniki hapa, watoto takriban 210 walikuja hapa. Kuna maafisa walitoka shirikisho. Tukafanya kliniki kwenye wilaya zote. Kigoma mjini, Uvinza, Kakonko, Kasulu, Kibondo, Buhigwe, pote tulifanya. Na tukapata wachezaji zaidi ya 12 ambao waliitwa kwenda kwenye finali, yani kwenye hitimisho la kliniki, kwenye camp ya TFF iliyopo Tanga. Kwa hiyo unaona sisi tulifanya hivyo, lakini hawa ambao wanapaswa leo kuanza huku grassroots ni FA za wilaya. Yeah. Na wewe ndio bosi wao. Yeah, lakini hatufanyi interference kwamba wao wana mamlaka yao, wana maeneo yao ya kuenea, na sisi tuna mamlaka yetu baada ya kupokea kitu kutoka kwao. Hii ni mfano kama vile leo ligi za wilaya. Sisi kama mkoa hatuhusiki na ligi za wilaya. Sisi tunasubiri wilaya wamecheza mashindano. Kila wilaya inatoa timu 2, ndio tunazichukua sasa tunakuja kucheza ligi ya mkoa. Inaungana na hizi timu ambazo ziko mkoani kwenda kucheza ligi ya mkoa. Tukishapata ligi ya mkoa, tukishampata bingwa sasa, anakwenda kucheza ligi ya mabingwa wa mikoa kama ambavyo Kajuna alivyocheza hapa. Aka-qualify, akaenda Arusha, amekuwa mshindi wa 3, leo anacheza playoff. Mashujaa naiona Mashujaa, lakini naiona kwa mtazamo wa kuamini itaendelea kusalia katika ligi yetu ya Premier League. Kipi kinakupa hiyo hali? Naangalia passion walionayo wachezaji, viongozi na benchi zima la ufundi na mashabiki. Kwamba wana hamu, wachezaji wana morali, motivation ni kubwa, na iona timu ikienda kusalia. Kabisa sina mashaka, sina wasiwasi na hilo. Kipindi kile cha Mbanga na FC Kongo, mimi nilikuwa ni katibu wa Mbanga FC. Baada ya kutoka National tukajoin na timu ikawa Mbanga FC. Zile timu zote zilikuwa daraja moja. Na zilikuwa katika manispaa moja. Kweli nguvu kweli. Kwa hiyo ilikuwepo dabi, ilikuwa dabi ya kweli. FC Kongo baadaye wakaitwa Reli, walikuwa wako huku. National baadaye wakaitwa Mbanga, walikuwa wako huku. Kwa hiyo ni timu ambazo zilikuwa katika eneo moja. Mbanga tulikuwa tuna uwekezaji, tulikuwa tuna mtu mmoja anaitwa Sam Ruza, alikuwa branch manager wa kampuni ya mafuta ya Orix. Ni mtu wa mpira sana. Alijitolea nguvu zake nyingi, muda wake mkubwa kabisa. Mshikaji yule alikuwa ni mtu wa kisasa kabisa, kwa sababu
alitengeneza ushindani mkubwa. Swala la uwepo wa Mbanga na ufadhili ule, timu ya Reli ambayo iliitwa FC Kongo nao ilishikwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo sasa unaona namna gani ambavyo tulivyoweza kuunganisha nguvu. Ndio maana unaona mtazamo ulikuwa mkubwa sana. Uwanja ulikuwa unajaa kwenye mechi za kirafiki. Sasa kwa nini nimesema sijaiona? Kwa mfano leo Kajuna ipo. Tulikuwa tunapaswa sasa tuipate timu nyingine yenye nguvu kama Kajuna. Ndio tungeweza kwenda kutengeneza kule tulipotoka. Lakini unaiona ipo Kajuna, timu nyingi ukiziangalia, ukifanya comparison haizikubali. Unaona Kajuna anawachomokea uchumi, kila kitu. Kwa hiyo ni ngumu sana kutengeneza ushindani ule. Lakini nafasi ipo, ndio maana nikasema mpira unahitaji uwekezaji. Leo huyu akiwekeza na huyu akiwekeza, mashabiki watagawanyika mara mbili. Unaona timu kama Kajuna leo ina mashabiki wa kutosha kabisa. Leo kitokea timu inaitwa labda Joy FC au Mine FM FC na yenyewe ikiwa katika manispaa watatengeneza ushindani na Kajuna. Hiyo ndio dabi tunaitaka na huko ndiko kukua kwa mpira ambako tunakao kutarajia. Neno langu la mwisho na wito wangu ni kwamba wana Kigoma ambao wanaishi Mwanza wajiandae kuipokea timu yao ya Kajuna ambayo inakwenda kucheza mechi ya pili ya playoff dhidi ya Kopko. Tunaamini kwa umoja wao na ushirikiano wao tutapata matokeo. Lakini wito wangu wa pili ni kwamba tuzidishe sala na maombi kwa timu yetu ya Mashujaa. Kile tunachokikusudia tukipate, malengo yetu yatimie, tuweze kusalia Premier League.